Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Ni wakati mwingine mzuri kwangu kujawa na furaha tele moyoni mwangu kukutana nawe katika makala haya yaliyojiri juma hili. Habari za kwako msikilizaji, imani yangu ni kwamba umheri. Mimi ni Machumbe Tongano Lami Crystal Thompson Unjibata Ngalulia, mwanamfalme licha ya marazi na tumai ufueni. Sasa ni yeye anayetuongoza kwenye meza ya uhariri. Makala haya yanadhaminiwa naye Biatanga Jiste Ate Ambate, mkurugenzi mkuu wa baraza la wazee na kiongozi wa masuala ya kisiasa wa chama cha Uzalendo Imaya Huru DRC Kuzina. Upande wa pili kwenye upishi na machopochopo ya nguvu tumbo yupo Bitunza Rusia Bernadette, Mamauria na Mapendo Mfalme. Ukiwa na mahoni au maswali kuhusu matangazo yetu, wasiliana nasi kunako namba zetu za WhatsApp kuanzia alama ya kujumuisha 243 84 27 21 309, alama ya kujumuisha 243 85 27 044 44. Na ukihitaji kusapoti kazi zetu, tuma mchango wako kwenye namba zifuatazo: alama ya kujumuisha 243 99 21 12 55 2. Utaona majina yatakayotoka hapo ni Malanga Justin. Na kwanza ni kuambie yaliyogubika makala haya. Waasi wa Burundi wa Redi Tabara wanaokadiriwa 50 wamevuka mpaka kuingia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kitemesho uko Luberizi bondeni mwa mto Ruzizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Iambaleto. Raia wa China, Wakongomani na askari jeshi wa taifa la Kongo jumla wakiwa watu 5 wamefariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria mchana wa Ijumaa Septemba tarehe mosi katika kijiji cha Ngalula, manispa ya Nganja, tarafani Fizi, kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Iambaleto. Tangu tarehe mosi Septemba 2023, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawalipi tena visa kuingia nchini Kenya. Serikali ya nchi hiyo imetangaza. Iambaleto. Warejeaji waliokuwa wamekimbia vita vya M23 huko Ruchuru wanapitia kipindi kigumu cha maisha baada ya kupanda mbegu vibaya. Sasa redio moja ya kijamii yawatolea msaada. Iambaleto. Karibu msikilizaji na mtazamaji wa makala haya. Usisahau kujiunga na TV yako ili kupata habari za ukweli na za uhakika toka nchini DRC, haswa usalama mashariki mwake. Habari kamili. Ngalula. Watu 5 wamefariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria mchana wa Ijumaa Septemba tarehe mosi katika kijiji cha Ngalula, manispa ya Nganja, tarafani Fizi, kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Kulingana na raia wa maeneo hayo ni kwamba uliovamiwa ulikuwa msafara wa shirika moja la Wachina linalofahamika kwa jina la TSM na kupelekea vifo hivyo, mkiwemo raia wa China, Wakongomani na askari jeshi wa taifa la Kongo. Dunia Floribert Dums, kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, atoa taswira halisi ya shambulizi hilo kama alivyohojiwa na mwandishi wetu Hussein Fis wa huko Baraka. Kuna societe chinoise moja ambayo inafanya kazi ya uchimbaji madini. Hiyo societe inaitwa kwa jina la TSM. Ilikuwa inafunga safari kutoka kunivo ya base kuelekea ngambo ya Kalemi. Alafu omwe a 100 metre kutoka mubazi na kufika kwa barabara waliingia muambiscade ambayo ilitoa bila ya watu 5 ambao walikufa na umoja akakuwa gravement blessé. Entre autres, parmi bamoro kulikuwa washinoa 2 waliokufa, chauffeur alikufa na 2 militaires FARDC balikufa benye balikuwa na accompagner ile Land Cruiser na bile bitu bya bashinoa na bitu vingine vya samani biliweza kuporwa na hao wahalifu. Jusqu'à présent, enquête zingali en cours
FARDC na polisi wako naendelea kumenea enquête kwa kuweza kutafuta wale wa présumé auteur. Message ambayo tunaweza kuituma kwanza kuba autorité compétente ni kusema kwamba tunaweza kuomba tu waweze kurenforcer ma mécanisme za sécurité surtout muma zone zenye ziko zinafanyika ndani ma exploitation minière huku kwetu, zikuwe za masosiete uswate za ba artisanaux. Fizi. Iambaleto. Watu wasiopungua 10 wamejeruhiwa kwa ajali ya gari kwenye ofisi ya tume huru ya uchaguzi Seni tawi la Fizi majira ya saa 3 za mchana wa Jumamosi Septemba 2 mjini Fizi, makao makuu ya tarafa hilo. Kwa mjibu wa washuhuda wa ajali hiyo, ni raia waliokuja kusajiliwa ili kupata kadi mzuri za upigaji kura. Baada ya kadi zao zikiwa zimefutika ndio wamepata mkasa huo. Msimamizi wa tume huru ya uchaguzi Seni tarafani Fizi ndiye dereva aliyefanya ajali hiyo, akiwa ametokea upande wa mtaa wa Centre Commercial kuelekea ofisini kwake. Alipotaka kupaki gari ofisini ndipo breki zikawa zimefeli, ataja mshuhuda mmoja wa ajali hiyo. Ni kweli kuna gari ya ofisi ya Seni ndani ya tarafa la Fizi, haswa hapa mjini Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi, ambako dereva alitokea eneo ya Center Commercial kuelekea kwenye ofisi ya Seni. Wakati alifika hapo alikuta raia ambao walikuwa pale kuchukua kadi zao duplicata, lakini wakati alipotaka sijui kuendesha gari pembeni, sijui kama alishindwa kufunga ile frein, na baadaye akaelekea eneo ambako wakaji walikuwa, na kaumiza baadhi ya raia kabisa wa kutosha ambao hesabu yao sio chini ya 10, wanawake 8 na wanaume 2. Najua sikukuwa peke yangu eneo hilo la tukio, tulikuwa wengi, na wakati gari ilikwenda anguka kwenye ofisi ya tarafa la Fizi, aliyetoka ndani ni kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Seni tarafa ni Fizi, ndo alikuwa ndani kama vile dereva peke yake, hakuwa na 2. Naweza nikasema kwa upande wangu ni kwamba Mungu mwenyewe ndo atatembea na watu ambao waliingia kwenye janga hilo, sababu kuna wale ambao walivunjika miguu na wengine wanaumia vikali sana vifuani, sijui eneo za kichwa na sehemu zingine, lakini hadi sasa hatujapata taarifa yoyote kwamba kuna mtu amepoteza maisha. Lakini kuna mmoja kati ya wanawake wale 8 ambaye nguo wake sio nguo halali tena, inabidi apelekwe eneo zingine ili wamkate, sababu haiwezi kukamatike tena. Mashirika ya kiraia yana mtazamo gani kuhusu ajali hiyo? Theo Richard Msebengwa ni msemaji wa shirika la raia la wazalendo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Susiko RDC tarafani Fizi. Huyu anaeleza. Nafikiri kama watu wengine sote tunasikitika sana kwa vitendo kama hivyo vinavyojitokea, kwa sababu kama zile kadi ama karte zingelikuwa mu situation ya mzuri ama zingeandikwa mzuri, isingelitokea ajali kama hii. Yaani tunasikitika kwa kweli. Tunapaswa kuangalia jinsi gani kuevite ma accident saa hii. Jua accident saa hii ilikuwa accident eneko evitable vraiment. Atunge ilikuwa na accident saa hii kama tungekuwa na prevoir bitu. Sagisi tulisema mwanzo karte zinatoka vibaya na watu wamefika kutafuta makarte, na ndio maana accident imekuja kutokea. Na gari yenyewe ilikuwa naongozwa na mtu ambaye hangepaswa kuongoza gari. Tunaomba serikali ikuwe makini sana, kwa sababu maajali kama na hii ni maajali ambayo inaonyesha hakuna umakini ndani ya utendaji kazi, kwa sababu hiyo yote maajali inakwenda kutokana kwa sababu ya ukosefu wa umakini katika kile tunachokitenda kule kuungambo ya Seni. Wangepaswa vraiment kukuwa makini na hizi kazi ambazo zinabakia, kukuwa makini kwa sababu zisilete maaksida ingine sana hii ene tuliona hapa leo. Lubonja. Sekta ya Nganja imeripoti muongezeko mkubwa wa idadi ya raia wa Burundi katika ardhi yake. Hizo ni takwimu zilizotolewa na wami wa asili, mashirika ya kiraia na viongozi wa idara za usalama pamoja na kiongozi wa manispa hiyo katika mkutano ulioendeshwa kuanzia Jumanne Agosti 29 hadi Jumatano tarehe 30 Agosti huko Lubonja, makao makuu ya manispa hiyo. Mkutano huu ambao watu zaidi ya 100 walihudhuria uligusa upande mwingine nini kifanyike ili kupunguza mwongezeko huo mkubwa wa raia wa Burundi katika eneo hilo. Watu walitengwa kwa makundi matatu ili kutoa maoni lukuki kwa swala hilo. Dunia Floribert Dums ni mmoja wa wale waliohudhuria mkutano huo, anaeleza.
raia wa Kirundi ndani ya sekta ya Nganja, na iliulizwa ni kwa nini wanakuwa wengi ndani ya sekta ya Nganja. Tuliweza kufanya makazi, makomision, magroup, na kila watu wakaweza kutoa sababu zao na nini kifanyike kwa ajili ya kupunguza Warundi ambao wanakuwa wengi ndani ya sekta ya Nganja kulingana na sheria ya nchi. Sababu ambazo ziliweza kutolewa, kwanza kulionekana kuwa complot ya communauté internationale ambayo iliweza kusaini masharte na makonvention fulani ambayo RDC ambayo ni nchi yetu nayo iliweza kuadere kuzile charte na zile convention za communauté internationale. Ndio sababu kubwa ambayo iliweza kufanya raia wa Kirundi wao wengi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususa katika sekta ya Nganja. CNR ambayo ni Commission Nationale ya Barefugie ilionekana kuwa miongoni mwa vitengo vya serikali vinavyohusika na wingi wao watu. Aussi DGM ambayo ni service ambayo iko chargé na migration, nayo iliweza kuonekana kwamba ina intervenir d'une manière ou d'une autre kwa kutoku encadrer divagation ya Warundi ndani ya sekta ya Nganja. Tulisema kwamba ni lazima kila kitu kiweze kufanyika kulingana na sheria. Murundi kuwa katika udongo wa Kongo sio infraction, hapana. Sheria husika ziweze kuangalia parmi mato ya criminalité, makazi ya violence, makazi ya braquage ya barabara, makazi ya kuweza kukutania magrupe za arme, kama Warundi wanaonekana miongoni mwa zile nazo ni kinyume ya sheria, hapo raia wa Kongomani wanaoishi katika sekta ya Nganja walichukua hatua ya kusema kwamba watafanya plaidoyer kupitia mwongozi chef de secteur kuandikia wahusika ili kwamba waweze kulomba rapatriement ya wale Warundi, kwa sababu wanasababisha usalama mdogo ndani ya nchi ya Kongo, hususan ndani ya sekta ya Nganja. Upande wake Akili Bernard Cosmos, kiongozi wa manispa ya Nganja, ni kwamba maoni waliohudhuria mkutano yamesikiwa, ila ni wajibu kwake kuyafanyia kazi na kuyapeleka kwa ngazi husika. Kwa kweli sisi hatuna tatizo zaidi na Warundi, lakini haya ni majukumu ya kiserikali tuweze kufahamu namna gani wageni wanaingia ndani ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia na wanajikomporte namna gani. Ina maana namna gisi mkongomani anavyojikomporte Burundi, lazima pia Murundi naye aweze kujikomporte Kongo. Na wakati wanakuja wanaingia na vibali gani, na hivyo vibali vinawapeleka wao kuwa na muda wa siku ngapi wakiishi ndani ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, ili hapo mbele kusiweze kuwa changamoto ambazo zinaweza kwenda kuyumbisha usalama. Na ndio maana wami waliweza kubaki chini na kuweza kutoa mikakati ili wakuu viongozi waweze kuchukua azimio na kuweza kuangalia namna gani watatembeza hawa Warundi ambao wanaonekana kuwa wengi katika eneo zetu. Lakini kabla ya kusubiria jibu ya wakuu viongozi wa serikali, kwa upande wetu sisi kwenye eneo zetu tuliweza kuomba wami, kila mwami aweze kwenda kusensibiliser makapita wake, wa nyumba 10 waweze kuwa na maregistre d'enregistrement. Wakati mgeni anakuja, awe Mrundi, awe Mtanzania, awe mgeni yoyote yule, hata ambaye ni Mkongomani ambaye anatoka Baraka anakuja katika eneo lake, apate kumwaregistre, anamuidentifie, anamuuliza, apate kujua ni muda wa siku ngapi ambao atabaki pale na anakuja kwa malengo gani na ataweza kurejea wakati gani. Hilo ni swala ambalo wanalifurahia na kusema kwamba watakwenda kulifanyia kazi kwenye gurudumu hili la utafutaji amani. Yambaleto. Goma. Jumatano Agosti 30, maandamano yaliyoandaliwa na wazalendo mjini Goma yalikumbana na vikwazo vya vyombo vya usalama kuwatawanya waandamanaji kwa risasi zilizopelekea watu kadhaa kufa na wengine wengi kujeruhiwa. Vyanzo vya kiserikali vimesema kuwa meya wa mji wa Goma alikataza maandamano hayo awali. Tusalie katika nukta hiyo hiyo. Vyanzo vinavyoaminika vimesema kwamba Rwanda imepeana pesa kwa kundi moja la watu wanaojiita wazalendo ili kufanya maandamano mjini Goma kwa kutaka kulipenyeza jeshi lake kuingia mjini humo kupitia maandamano hayo ya kushinikiza vikosi vya tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka eneo hilo, vyanzo vya serikali vyasema. Tufahamishe kwamba kwenye maandamano hayo Goma, mwandishi wa habari wa Sauti Amerika, tena ripota wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa na ITV, mwenzetu Oster Malivika, mkurugenzi wa kituo cha television MTV, alizuiwa
kufanya kazi yake vyema kama mwandishi wa habari na kupokonywa vyombo vyake vya kazi. Yeye na msaidizi wake waliachiwa huru masaa kadhaa baadaye. Siku moja kabla ya maandamano hayo, mwandishi wetu wa Goma Moses Mumbere alikusanya maoni ya wananchi. Tumsikilize akizungumza na baadhi ya raia. Hapa tuko mbele ya vijana ambao wanafuata mambo ya nchi, na kesho kunaandaliwa mkutano mkubwa ya wazalendo, na kuna mara hali ya kuandaa mkutano huo itakuwa imeenda kuna mara pembezoni ya matakwa ya serikali hapa mjini Goma. Kuna mara ninyi ambao mnakuwa wa mmoja wa raia hapa mjini Goma, mnaonaje maandamano haya? Maandamano gisi tunaiona inaandaliwa vizuri sana. Banasema habana bezo ya maibobo na habana bezo ya mtu mwataiba na habana bezo ya mtu mwenye atakia leta fujo. Hao wanapanga wanasema maandamano yao batavala teni yao nyingine bafanana. Mwenye atakuya kinyume ya ile teni hata kuwa pamoja nao. Na ule akikamatiwa na serikali ijisharge nayo. Na destination yao ni kutoka kama ni kubaraza yao, banafika ti pale ku RVA. Misio yao ni kuteketeza tu zabiu yao, banatoka banaenda. Wakati nyewe watabakatalia ndio banasema bataingia pale par force, mena ni yao tu. Habataki mwenye haiko nao abazogelee. Na ile tu njoo yenyewe mimi naangalia balipanga mzuri juu batakuwa na teni yao. Ni contraire na zingine maandamano zinakuaga juu hakuna siku yenyewe bashafanya teni fulani aseme hii itakuwa teni yetu. Hao batakuwa na teni yao. Maana ni kusema ba observer tu kwa mecho. Kama mtabakia kunyumba, kama utaogopa unabakia kunyumba, unabakia kunyumba. Usiende shingiza wala ukie kufa vitu vyenyewe hauyue. Njoo hili. Unaonaje kijana katika hali ya maandamano ya kesho? Jambo kwanza, naona maandamano kwanza ya kesho, nilisomaka document moja hivi yenye inaandikiwa na maire de la ville. Ilikuwa le 23 ya hii mwezi. Ilikuwa kikataza maandamano kwanza, na inaonyesha kama haijue kama kuko organization yoyote yenye iko inaweza kuwa itafanya maandamano ile kesho le 30. Yengine kulikuwa yengine tu document parce que yote yuko apitikana kwa réseaux sociaux. Hakuna maisha sikia mtu mweko anasema munjia kiko maandamano meni parmetia donc réseaux sociaux téléphoniques. Alors yengine ilikuwa inastipule ki bazalendo biko ku ligne de front. Alors bale bengine bebiko ça engage que ile kwa ngambo yangu migi simineza asijere batu. Unaona nchi yetu iko mubitu binyabieleweke. Na susi yetu kwanza nini ni kuona kama tunaweza pata amani. Alors kama inaweza wezekana juu kila mtu iko na comprendre mafasio yake kwenye ataenda au mainstallation yao ni kwenda kuiatake console. Mimi na wazi inaweza kuwa mzuri kwanza ni kuona kwanza kama bale benye biko hapa karibu banakia ile EAC en tout cas je m'excuse kusema jina mais ni bebiko deja EAC na bengine na ile ma coalition yao banakuwa nayo kwenye bandugu yetu wanakamatiwa kule Maruchuru. Kama inaweza wezekana eke bale bazalendo bana existe au vrai sens banasema basi baanze kwa na bale parce que njobe tunayanjo banaweza kuwa ba semer de trouble, na mtoto leo kimuuliza atakwambia ni ile batu savile oni bazungu hapa na kibaki kyote daer parce que ukiona wingi kama mwingine kingaliki inaonekana c'est parce que bale batu biko huko hivi. Contrairement ya ile bakitoka bale bahadui hawezi kawia kutufikia juu ukiona hatuna mwaya kufaire face na abo parce que rapport litokaka depuis ya 2022 biko na ma munitions na armes iko sophistiquées yenye na Nations Unies dotation wa habana. Alors pose-toi une question, kama bangikuwa biko na ile yenye Nations Unies na pana mérite hayo gisi inaeneza makondisio zote, ce qui veut dire que banaweza kutuanguka kwa muda wote. Alors yeneza kwa ya muhimu ni nini? Ni kama tunaweza anzana kwanza na bale batu ba EAC tuone kama banaweza toka kwa huko hivi, ni mzuri zaidi. Ukiona akichangana na sie tunafanana na sazi moja tutakuwa tunapishana kidogo, sie wote ni ponwari mzungu kote kwa atachichanga ataonekana tu. Njoo ile ni wazo yangu kwanza ile. Asante. Hata hivyo, wananchi wengine mjini Goma wahitaji MONUSCO kuondoka na wazungu kufukuzwa kama ilivyofanyika nchini Burkina Faso. Mwandishi wetu Moses Mumbere alizungukia mitaani siku moja kabla ya maandamano, walimjibu maoni mseto.
Iko mambo mpya ile, lakini wazalendo sijue kama ni wazalendo waskari, sijue kama ni wazalendo gani, kwani wazalendo wote sijue kama wiko dakoro na ile kitu. Lakini hao wazalendo wanasema wazungu waende, ndio wazungu wanapaswa waenda kwao. Hatutabakia mutumwa tu ya wazungu. Kabla MONUSCO ingali hapa hatuna amani. Yatoshe hiyo MONUSCO iondoke itoke kwenye ardhi ya Kongo. MONUSCO haina avantage moja inatuletea hapa, au ni kuiba mali yetu na kuleta insécurité depuis biko hapa. Angalia grupe ya armée zenye zimelamuka mkongo, au ndio wanazicreate. Image ziko na tuko na mapreve za mingi sana, mekuitika baitike. M23 bonjo bana créer M23 baketu pale toujours juba piller tu mali yetu ba piller tu baibe. Alors na mie kama haiko wazalendo wenye watachukua silaha kwani wapigane na wa MONUSCO na wazungu, hapana. Kama ni wazalendo wa population civile, kwani una wazalendo kategori mbili, soit kwa wazalendo wale wako kufro wanachunga kabisa ulinzi, au wale ndio vrai wazalendo. Hapo wazalendo wenye wiko nyuma hapa hivi ni population. Sasa population wote ni wazalendo, lakini sio kama wote biko dakoro na ile vitu yenye itafanyikana kesho. Wale ambao wanaandaa hiyo maandamano wanasema kama ni wa kanisa la wazalendo. Ni wazalendo gani? Kuna mara ambao wewe unafikiria kama ni wazalendo wa kanisa gani? Kuna eglise moja tunasikia tu hapa hiyo ya wazalendo lakini hatuyajua kama ni wazalendo gani. Tutaona kesho kama vitakuwa namna gani, lakini sisi wote tuko puru wazungu waende, lakini hatuko tutaona kesho, tutajua kama ni wazalendo gani ndio wanafanya hivyo. Asante papa journaliste, tuko tayari wazungu wote waende, kama vile Burkina Faso, Mali, wapi wanawakimbiza. Hatuwataki kwani hawezi tuletea, hakuna amani wanatuletea, hakuna kitu moja ni kukuja iba mali wanatudistraire yetu. Waende wa MONUSCO. Depuis tulianza sema wanabaki hapa juu ya nini? Watoke waende. Wanakatalia hapa juu ya nini? Mtu anakufukuza bulongo yake mnyumba yake, toka wewe. Anaandika hii nyumba hii natoka, hii inaandika hii utoke, lakini unakataa. Kwani unajua kitu ambacho unavizia haiko tu ile, tunakukatala karema utoke uende, lakini wewe tu unabana juu ya nini? Hatupendi aende. Tunaweza msutenire kama anakia kwa ile ya kusema no, anafukuza tu mzungu, na sisi tuko tayari population kwa observer mzungu wote, tutakuwa naona tunakamata tunapiga batoke baende, tuko tayari. Merci papa journalist. Leo hapa tunapatikana na vijana ambao ni vijana wa Goma, wataweza kupana maoni yao kuhusu hali ya kubambana na MONUSCO kupitia wazalendo hapa mjini Goma. Sababu ni hii siku ya tariki 13 ndipo inaandaliwa maandamano hayo. Kaka, unasema nini katika hali hiyo? Kwa hii hali yenye tuko preparation ya kesho concernant MONUSCO, vraiment tunaangalia MONUSCO ni siku mingi bako Mkongo wale waitaka juu ya kuleta amani, mais depuis MONUSCO ikuye Mkongo hakuna amani ishaji manifester Mkongo. Nyosie tuko d'accord juu ya marche ya kesho, vraiment tuangalie kama baneza enda juu sie peke, tuangalie gizi tutagere population yetu. Vraiment tunachoka na MONUSCO, tutaki tena MONUSCO mwa hii nchi yetu ya Kongo. Mimi ningesema hivi, kama ile marche itakuwa ikuwe ya bien, ikuwe ya mzuri tena sana. Paske tuko nasema watu wasaba wanafanya marche, gouvernement inakuwa nakosa inaingia ndani. Tunakia kutana kama ikisha kwa sasa vile ni kope, juu habiwezekane MONUSCO depuis kuyaka anasema nakia maliza vita. Vita haishaki, iko inaongezeka siku kwa siku. Unakuta kiwanja kule Ruchuru yote na Masisi inakuwa sasa vile hayo ishaka kamatiwa, ishapaniwa. Sasa si hatufurahie hali wakati unakuta Masisi, Ruchuru inapaniwa, shasia huku tunaweza vile sisi tuko mwingine nje, tuko ekarte. Haiko bie, inji yote ni moya. Ifo wajikaze, usalama ikue. Kama usalama haitakuwa, ile MONUSCO ndio yenyewe inaharibisha kabisa. Tunasemaka tupige adui kusudi tukue na usalama, MONUSCO inazuia. Tupige adui usalama ikuwe, MONUSCO inazuia. Manake ni kope gouvernement kingabe tunaweko mwile kope itatuelezea mzuri kama kope yao ni misi yao ni kujisha hii inji au ni nini. Ambrefe iko pale zisema marshi itakuwa na itafanyika. Tuko d'accord MONUSCO iende na tunapasha jere vitu yetu si peke. Asante. Sie tunasema hivi kama raia, tangu zamani watate walikuwa natuambiaka inji yenye MONUSCO iko ndani haikuwake na amani.
balikuya banasema kama banatuletea amani, kumbe njo banatuletea sasa magrupe za arme, na abo benyewe njo watu na abo benyewe njo banasaidiaka kuservire ile magrupe za arme. Sasa sie kama peple ile vendeze nyewe wamemaliza na wamesema ke banaweza maliza vita na habatumalizie vita. Angalia hapa juzi Beni, Ituri kuna kufa peple yetu tena 139 peple mu macho wa MONUSCO. Sie peple Kongole tumesema MONUSCO itoke. Kama haipendi toka tutaendelea kubambana mpaka watoke, na kama banakatala hivi tuko nakufa sawa nyama sawa nzi kukatiwa na mipanga. Nabo vile tutanja bakatakata na mipanga. Hatuogope tena MONUSCO, hatuogope kitu na hatuogope tena kifo. Ni sisi raia wa Goma Nord Kivu. Batoke kila watu bajidirije mwinji yabo. Wenda mama kosea wanja sememe tuko tayari kuele marshe ya kesho. Juu tunateseka, juu MONUSCO hatuipendi hapa, juu tusateseka. Atuje kama koze ni ya nini kinacha wa MONUSCO waende kwabo, si hatubataki huku, juu tunateseka sana, sufrase ni ya mingi. Waende tushaka teseka, hapo ndio kanaleta huku maadui, waende jua kwa kibatufanyizia hapa Mkongo, waende tulishaka teseka, waende waende wala MONUSCO waende, hatuwapendi waende. MONUSCO imefadhaishwa na maandamano yanayofanywa dhidi yake, licha kwamba serikali ya mahali ilipinga maandamano hayo ila pasina wahandahaji kukubali. Bintu Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC na mkuu wa MONUSCO, ametoa salamu za rambirambi kwa waliofiwa. Mwandishi wetu wa Masisi Inyase Tusali ametuandalia ripoti ifuatayo. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO inasikitika kwamba maandamano iliyopigwa marufuku yasababisha watu wengi kupoteza maisha. Kinshasa, Agosti tarehe 31, 2023, Tume ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kustawisha amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ina taarifa kwamba kuna raia wengi waliofariki wakati wa maandamano iliyopigwa marufuku jijini Goma Jumatano Agosti 13 mwaka huu kwa dhamana walio nayo kiusalama nchini. Idara za ulinzi nchini Kongo zilijaribu kuzuia kufanywa kwa maandamano hayo ambayo inatajwa na baadhi ya waandamanaji kwamba ilikuwa kali. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC pia kiongozi wa MONUSCO Bibi Bintu Keita asema kusikitika zaidi kwamba maandamano iliyokatazwa ije kusababisha vifo miongoni mwa raia, askari polisi na askari jeshi wa Kongo na majeraha wengi. Kwa niaba yake na kwa niaba ya MONUSCO, Bibi Bintu Keita ametoa pole za rambirambi kwa viongozi wa DRC na jamaa zilizopoteza ndugu zao, huku akiwatakia majeraha wote uponyaji mwema. MONUSCO imesema kuguswa sana na vitisho pia vitendo vya uhalifu vilivyoshuhudiwa kabla ya maandamano, ikikumbusha umuhimu wa kusuluhisha tofauti za mizozo kwa njia ya mazungumzo. Tume inaendelea kupatia moyo viongozi wa Kongo kufungua uchunguzi usioegemea upande wowote, waliofungwa walindwe kulingana na katiba chini ya misingi ya haki za binadamu, katiba, sheria za kimataifa zilizoratibiwa nchini. MONUSCO itaendelea kufuatilia hali ya mambo na kutoa mahitaji muhimu kwa viongozi ili kuheshimisha haki za binadamu kwa kutia utaratibu na wafungwa kutendewa haki. Nikiripotia Yambali Yetu TV kutoka Masisi, mimi ni Inyase Tusali. Luberizi. Waasi wa Burundi wa Red Tabara wanaokadiriwa 50 wamevuka mpaka na kuingia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Kitemesho uko Luberizi, bondeni mwa mto Ruzizi, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa DR Congo. Ripoti iliyotolewa awali na mashirika ya kiraia ilionyesha kwamba ni makundi ya Imbonerakure.
Mwandishi wetu Thompson Unjiba Tangaloliam, tunayempa pole kwa maradhi inayomwandama siku hizi, alizungumza na Masimango Mafikiri, mratibu wa shirika jipya la rahia kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini. Huyu alianza kutoa picha halisi ya kuingia kwa wapiganaji hao. Ni kusema bwana journalist ya kwamba tushaongea mara mingi sana tena sana kusema kwamba pako watu wanatoka mnivua Plaine de la Ruzizi, yani wanaonekana Plaine de la Ruzizi munjia kutoka Bujumbura, ile iko tena siri kwa sababu inaleta insecurity kwetu kama raia ya Kongo. Ni kusema jana tena walionekana mnivua ya groupement Luvungi, fasi mwana itwa Kitemesho. Yene des hommes bien armés banatoka Burundi na kwenda leo mu sheferi ya Bafuliru. Lakini kuna jeshi la Burundi katika mpango wa East Africa Community ambalo linaingia waziwazi. Je, sio hao mkafananisha na kufikiri kwamba ni watu wasiofahamika? Hapana, na njoo sisi kwetu nawaza kama tushaongea sana na viongozi na tunawaambia wanapasha waambie raia porque tujue nini yene inaweza fanyika, kwa sababu leo shida ineiko ni kwamba tunajua kama leo serikali jeshi wa Burundi avec maintenant mutualisation mais aussi avec East Africa Community leo wanaingia kama kawaida kama zamani. Mekiajabu sisi kama raia ya sisi Kivu tunajiuliza maintenant kwamba kwa nini chaque fois tuko na observer maintenant ma arrivée massive ya des personnes bien armées wanavala na leo wakipanda kila wakati mwayo plateau ya Uvira na Fizi. Na kwa mujibu wa taarifa mlizonazo walikuwa wamevaa mavazi yanayofanana jeshi la wapi? Par rapport na batu tuko nabo sur le terrain na population après avoir kutukontakte, ni kusema kwamba c'est confirmé que watu walioikana ni watu wanavala teni ya Burundi. Walikuwa wakizungumza lugha gani? Na kulugha vraiment sita kupreciser parce que mpaka sai tuko na madete, tuko tafuta plus de details kwa ajili ya kuangalia tuta confirmer par rapport na lugha vraiment haijulikani, lakini watu wali observe kupita kwa wingi sana kupitia njia tofauti na gisi nilikwambia kwamba hapo mwanzo walionekana mgroupement Luvunge fasi mwana inaitwa Kitemesho. Wanakadiriwa kama wangapi hivi, hesabu ya haraka kwa mujibu mliopewa? Watu kupatana na information tuko nayo walikuwa plus de 50 personnes. Ni kuambia kwamba walikuwa wengi sana, yenye ilileta woga meme sana mu groupement Luvunge meme parti tofauti meme environment fatana na wingi walikuwa iko mara hiyo. Na ulikuwa mwendo wa saa ngapi walipoonekana wakipita? Walionekana saa 12:30, yani 18h30 au-delà ndio balikuwa observer mwa ile fasi. Na ni peut-être nitaka nipane president bwana journaliste kusema kwamba sisi tushalamika plusieurs fois, tunasema maintenant inakuwa plusieurs il y a maintenant 10e fois yenye tuna observer maintenant infiltration yenye tuko na décrier chaque fois. Na aujourd'hui même na jana na tuliwahi kualerter déjà bakubwa mu niveau national et provincial kuambia kwamba sisi kama raia déjà naleta woga, na kama serikali kama wanajua mengi pitia hayo wanapasha waambie watu. Mais acha nikwambie kwamba à part ile infiltration il y a eu intervention de la barre FRDC yenye ndaweza saliwe en passant, mais haikutoa matunda mazuri kwa sababu walipanda vila woga na wakaenda gisi wanapenda. Ni kusema kama palikuwa intervention ya raia ya serikali ya Kongo na kwetu ilikuwa furaha sana, lakini matokeo ilikuwa mabaya kwa sababu hakuna hata resultat mzuri tunaweza sema watana hiyo shida. Nataka kusema kwamba jeshi la taifa lilijaribu kuwazuiza bila mafanikio. Voilà, c'est vrai. Na njoo ni type éclaircir palikuwa intervention, ni kusema kwamba palikuwa mature de balle ilikuwa attendi parce que ya hii intervention ya serikali ya Kongo, mais nitaka kuambia kwamba haikutoa maresultat mzuri kwa sababu walitembea na waliendelea kupanda kumilima vile hata kuhangaika zaidi. Na wameingia katika misitu gani haswa mnavyofikiria? Tukutabia mara mingi sana, unajua kwamba ambapo wakiingia wanaenda mgroupement inaitwa groupement Kigoma ya hala hapo tuko msheferi ya Bafuliru. Na nilikwambia hapo mwanzo kwamba haiko turu ya kwanza, mwa hii miezi napita tunaendelea kudecrie ile situation, mimi sike wa viongozi wanafunga masikio. Mimi nitaka kuambia kaji wa Uvira, wakaji wa Fizi na wengine fasi kwa kusema kwamba tunaanza waza kufanya maaction za nguvu kwa juu tuangalie kama serikali itarepondre par rapport na malalamiko ya raia. Na maeneo hayo ya groupement ya Kigoma kunapatikana makundi gani haswa yanayomiliki silaha ya mlengo gani? Ni wengi sana, ni wengi kwa sababu
nilisema kwamba selon les informations tuko nayo, ile infiltration leo walienda mwingine inaitwa Kahanda. La Kahanda ni sheferi ya Bafuliru, na mwa ile masheferi pako magrupe arme za mingi zinalomba muda kuexplique watu kujua wao wanafanya nini, na paske ya mouvement ya mingi sana inakuwa ile magrupe arme iniko observe mwa ile msheferi ya Bafuliru kama na nyingine masheferi. Hicho kijiji cha Kahanda kiko katika grupema ya Kigoma. Ndio. Naam. Na umesema kwamba ni mara ya 10 sasa watu wasiojulikana wanaingia, wanajipenyeza na kuingia. Ni tangu wakati gani mnahesabu hizi safari 10 sasa? Nawaza kwamba tunakuwa karibu na miezi 5-6 depuis que déjà je observé tena hiyo entrée massive ya hiyo watu wanashikilia silaha. Na gisi ni kuambia leo tunasabia maintenant a partir ya jana tunasabia 10e fois ya hiyo infiltration na observé maintenant muni route numero 5 parce que ndio njia kupitia eko, na sisi kama shirika la kiraia deja gisi unajua na kuambia kwamba tushalamika sana tena sana hakuna matokeo mazuri kwa sababu raia endelea kuogopa na inakosoa maintenant insécurité mwayo plateau. Kama mashirika ya kiraia mnaomba nini? Nawaza kwamba sisi hatuna tena hatuna kitu kile tunalomba ni kusema kwamba pakwe mankete itakuwa serieuse, bafanya analyse mzuri kuelewa kwa nini leo avec ma mutualisation ya armée mais aussi avec présence ya philosophie ya East Africa Community, comment chaque fois mu plein de la Russie patakuwa kwa observer ma infiltration yenye natokea Burundi natokea na nyingine fasi. Na ndio maana sisi tunawaza kwamba solution serait que ba viongozi que tous les services concernés zifanye une analyse sérieuse kuelewa kwa nini nafanya kila wakati maintenant pako kwa infiltration mu plein de la Russie, parce que kwa leo na construire insécurité ya nguvu inatuma watu wanaishi mboga zaidi sana. Msemaji wa operesheni za kijeshi Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Mark Elongo, basi na kurikodiwa, ametueleza kwamba jeshi limefuatilia swala hilo na kukuta kwamba kuna kundi la majimaji wa bondeni mwa mto Ruzizi walioleta Redi Tabara kuja kutafuta chakula eneo hilo. Baadhi ya askari waliokuwa kwenye geti ya ulinzi walijaribu kuwafuatilia ila bila mafanikio. Jeshi la taifa la Kongo laomba raia kuwa na imani nalo kwa kuwa linakesha kwa ajili ya usalama wao. Hata hivyo, jeshi limesema kwamba raia wanaokuwa na tabia ya kushirikiana na makundi ya wahasi na magenge ya kuzorotesha usalama, hao pia ni adui wa nchi. Katika nukta hiyo tutoe mwangaza kwamba mikoa ya Ituri na Kivu Kusini hakuna vikosi vya kikanda vya EAC, bali ni operesheni za pamoja zinazoendeshwa Kivu Kusini kati ya jeshi la Kongo na jumla ya jeshi la Burundi, kwa kuwa adui wa nchi hizo mbili ni mmoja. Uko Ituri FRDC na UPDF ya Uganda, kwa kuwa adui ni mmoja ADF, kama vilivyotuhakikishia vyanzo vya kijeshi. Tukisalia katika nukta hiyo ya habari za usalama, ni kwamba katika mlima wa Luhanga kumeathiriwa kuingia kwa kundi lingine la watu wenye silaha wakivalia vazi la jeshi la Burundi. Hawa awali hawakueleweka ikiwa ni FDN au wahasi. Vyanzo vingine vinasema kwamba FRDC walijaribu kuzuia wimbi hilo ila bila mafanikio, swala linaloonyesha kuwa walikuwa wahasi. Wananchi wanakuwa na hofu kubwa na kuzani wenda ni mtandao wa M23 unaozidi kujipanua baada ya wao kuungana na kundi la Twirwaneho la Kanali Makanika na Charles Semantama. Kulingana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Twirwaneho imekuwa kundi tishio zaidi kwa usalama wa Kivu Kusini kulingana na vikao na mawasiliano yao na M23. Watu wengi wa mlengo wa Twirwaneho wanakanusha taarifa hizo na kulaumu wanaosema kwamba Twirwaneho ni tishio kwa usalama wa Kivu Kusini, jambo lililohakikishiwa na Umoja wa Mataifa. Kumbuka kama ikiwa unapata makala haya ni chini ya udhamini wa misaada yake Biatanga Juste Ate Ambate, mkurugenzi wa baraza la wazee na kiongozi wa masuala ya kisiasa wa chama cha Wazalendo Imaya Huru DRC Kuzina Katungulu. Kundi la wazalendo wa nchi yao usiku wa Ijumaa Agosti 26 walizuia genge la watu wanaomiliki silaha. Vyanzo vya kijeshi husema kwamba ni genge la majambazi walioteka na kupora pikipiki iliyokuwa ikitokea Mboko kwenda Lusenda. Mwandishi wetu wa Lusenda Alenga Mangi Gracia
na ripoti kamili. Kulingana na duru za mahali, pikipiki hiyo ilikuwa ikitokea eneo za Mboko na kuelekea Lusenda. Mwendesha pikipiki na abiria wake wawili, akiwemo mganga mkuu wa kituo cha afya cha Lusenda na mkimbizi Mrundi. Hawa walipofika eneo la Tingitingi sio mbali tu na kijita Katungulu, walijikuta kuingia katika mtego wa genge la visuma vyenye kushikilia silaha, na hivyo kuwapokonya pesa 1,100 za makongomani, dola 300 na vitita vingi vya dawa. Baadaye genge hilo lilitimua soro hewani na kujipenyeza msituni. Waliotendewa hayo walijielekeza kwa mkuu wa kijiji la eneo hilo ili kuwajulisha tatizo walilokabili eneo hilo. Mkuu huyo alijulisha mara moja tu wanamboka ima wazalendo, na hivyo wakaanzisha mchakato wa kuwasaka vibaka hao na kuwashika eneo la karibuni tu, huku bado wakiwa na vitu vyote hivyo. Tuwafahamishe kuwa genge hilo lilipelekwa kunako jeshi la taifa FARDC wapatikanao Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika, ili wapate hazabu yao. Gracia Lenga, Yambaletu TV, Lusenda. Goma. Wanajeaji waliokimbia vita vya M23 huko Ruchuru wapitia kipindi kigumu cha maisha baada ya kupanda mbegu vibaya. Sasa redio moja ya kijamii ya watolea msaada. Mwandishi wetu Moses Mumbere na ripoti kamili kutoka Goma. Nikisha kupatiliwa cheti na FAO pamoja na Yankasa Afrika, Radio RTDH ambayo inatumika tarafani Ruchuru yaendelea kupata kuwasaidia wakaaji wa kulima, ingalao hali ya matatizo katika mradi wake wa kujua hali ya anga ambayo inaitwa meteorology. Director wa radio hiyo ambaye ananena kuhusu hali ya matatizo ambayo wakaaji wanakumbana nayo kwa siku hizi, waliokimbia na kupata kurudi katika makao zao na kuendelesha hali ya mlimo, hususan katika muhula huu wa saison A 2024 kama vile wahenga husema. Auguste Knuwira aliweza kupata kuhojiwa kwenye simu za mkononi. Tumsikilize. Ndiyo, iko gumu sana kwa wakimbizi ambao wamerejea maeneo mwao, ambao walikuwa wakitumainia kilimo na wanafikia banda. Wengi ni wenye wamejikopesha mbegu ambayo wanaita ya deni. Walikuwa wanafikiria watalipa vizuri ikiwa wamevuna, na hii inakuwa changamoto kubwa. Ikiwa alipanda kwa upesi bila kuzingatia, halafu mimea inakataa kuota, inamaanisha kama mavuno hayatakuwa mazuri, na japo alikuwa amekamata deni kama atalipa double wakati atavuna. Deja inakuwa changamoto kwa uchumi wa huyo mkulima ambaye anarejea, anakuwa ameingia katika shida ya kilimo. Kulinganishwa na hali ya kimvua kinachoandaliwa kwa mhula huu wa mlimo, kiongozi huyo amenena kwamba mwezi wa Septemba, Oktoba na Novemba ni miezi ambayo itakuwa na kimvua nyingi. Dalili katika maeneo mamoja ambao wanaweza kupokea mvua. Jaribio ya mwisho kwa mwezi huu inaonekana tarehe 31 itakuwa usiku wa kuamkia tarehe 1. Kwa wale ambao wanatufuata wako tayari, wengi wanaendelea kuuliza kosee mingi tufanyeje, na hiyo ndio kazi ambayo tunafanya, hata kama inakuwa ngumu, lakini tunajikaza na tunajitahidi ili tuweze kujibia kwa maswali ya kila. Tukumbusha kwamba RTDH ni moja ya radio ambazo zimeweza kujipatia umaarufu katika hali ya kuwasindikiza wakulima wadogo tarafani Ruchuru, tarafa ambalo linakuwa lenye kuwa na wito wa mlimo, lakini linakumbana na matatizo mengi ya ukosefu wa salama kwa muda wa miaka mingi, na hiyo inasababisha kutoweza kupata kutoa mazao kwa wale wakulima wadogo. Nikiripoti kutoka Goma, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Yambaletu TV pa Bukavu. Kinshasa. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewapokea mjini Kinshasa mabalozi wapya kutoka barani Ulaya. Mwandishi wetu Hussein Fis na ripoti kamili. Tafrija ya mapokezi ya mabalozi 4 kati yao kukiwa na wanawake wawili ilifanyika katika jengo kuu la Cité de l'Ivoire Alhamisi 31 katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa DR Kongo aliwatakia mabalozi wote ujio mwema nchini DRC. Miongoni mwao ni pamoja na Bwana Onwar Osman Barut Al-Barud toka nchi ya Falme za Kiarabu, Biroxan de Berlin toka Ubelgiji, Biangel Marianne van der Hergen Samura toka Uholanzi, Aiza Mohamed Olmoster toka nchini Norway. Haya basi msikilizaji, tukamilishe makala haya na taarifa hii hapa Nairobi. Nchi ya Kenya imetangaza kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoingia nchini mwake hawatulipa tena visa kuingia na kutoka katika ardhi yake. Kauli hiyo imetolewa mwanzoni mwa juma hili na kuanza kutekelezwa tangu tarehe 1 Septemba mwaka huu wa 2023. Kwa mujibu wa serikali ya Kenya, hayo yanakuja katika mpango wa kikanda wa East Africa Community
tangu DRC kuingia katika jumuiya hiyo. Mwisho wa makala haya yaliyotolewa kwenu chini ya udhamini wa misaada yake Biatanga Gisteat Ambate, mkurugenzi wa baraza la wazee na kiongozi wa masuala ya kisiasa wa chama cha Imaya Huru DRC Kuzin. Habari zilizogonga kabisa tulizopatia kipaumbele juma hili ni pamoja na wahasi wa Burundi wa Redi Tabara wanaokadiriwa kuwa 50 wamevuka mpaka kuingia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kitemesho huko Luberizi, bondeni mwa mto Ruzizi, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Watu 43 wamekufa, 56 kujeruhiwa vikali na wengine 158 kukamatwa na kufungwa na vyombo vya usalama kutokana na maandamano yaliyoelezwa kwamba Rwanda inapana pesa kwa kundi moja la watu wanaojiita wazalendo ili kufanya maandamano hayo mjini Goma kwa kutaka kulipenyeza jeshi lake kwa kivuli cha wahasi wa M23 kuingia mjini humo wakati wa maandamano hayo ya kushinikiza vikosi vya tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka eneo hilo, vyanzo vya serikali vimesema. Raia wa China, Wakongomani na askari jeshi wa taifa la Kongo, jumla yao wakiwa watu 5, wamefariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria mchana wa Ijumaa Septemba tarehe mosi katika kijiji cha Ngalula, manispa ya Nganja, tarafani Fizi, kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Tangu tarehe mosi Septemba 2023, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawalipi tena visa kuingia nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imetangaza. Makolo John, mchambuzi wa siasa za Afrika, alichambua hilo wakati wa mahojiano na Iambalieto TV. Warejeaji waliokuwa wamekimbia vita vya M23 huko Ruchuru wapitia kipindi kigumu cha maisha baada ya kupanda vibaya. Sasa redio moja ya kijamii ya watolea msaada. Kwenye chumba cha maandalizi, ukaguzi na uratibu wa makala haya alikuweko Thompson Unji Batangalolia, pole kwa marazi, ufundi wake nahodha wa vikosi Tony Kambambili, ila pia upishi wetu kwenye michopochopo alikuwa Bitunza Rusia Bernadette, Mamauria na Mapendo Mfalme. Kwenye vibu vya anga, msomaji wako wa siku ulikuwa nami Machumbi Itungano Lami Kristal. Mwisho wa makala haya ni mwanzo wa makala mengine. Tukutane tena juma lijalo, muda na wakati kama na huu. Kwa heri. Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto.